Dakta kabisa, mtazamaji wa Luxury TV, asante sana kwa kuendelea kusalia papo kukiselelea taarifa zetu mbalimbali ambazo tunakuwekea kupitia mitandao yetu ya kijamii. Huu ni mwendelezo wa zile mada mbalimbali ambazo zinagusa jamii kwa namna moja ama nyingine. Tunafahamu hivi sasa matumizi makubwa ya akili unde hayaepukiki. Kwa kiasi kikubwa ni kwamba kumekuwa na wimbi kubwa sana la matumizi ya AI au akili unde. Sometimes ukisema akili unde unawezekana kawa unawachanganya. Tunatumia AI au artificial intelligence kwa namna yoyote ile. Sasa tupo na mnasi mkuu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na tunahitaji kufahamu mambo mengi sana, hususan katika ule uga wa kisaikolojia katika masuala ya kuweza kutoa mashauri mbalimbali pamoja na nasaha. Je, akili unde imechukua nafasi gani, na wao kama wanasaikolojia pamoja na wanasihi wameathiriwa kwa namna gani? Endelea kusalia hapo, utakuwa na Justin Kosan tuweze kuidadavua mada hii kiundani zaidi. Karibu sana Mr. Kaiza. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam. Binafsi ni shukuru kwa ajili ya hii airtime ambayo umenipatia. Ndio. Kwa ajili ya kuweza kuizungumzia hii mada ya namna gani ambavyo AI inaathiri katika utoaji wa huduma za kisaikolojia pamoja na unasihi. Sawa, kabla hatujazungumza zaidi, nimekutambulisha kwa ufupi tu kwamba ni mnasihi. Labda unaweza kujitambulisha kiundani zaidi, jina pamoja na sehemu ambako unatoka. Asante sana. Binafsi naitwa Innocent Kaiza. Ni mwanasaikolojia, ni mwalimu, lakini pamoja ni mnasihi. Na kwa sasa nipo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ni mwanafunzi wa masters. Yes. Okay. Katika hiyo tasnia ya Masters of Education in Applied Social Psychology. Kwa hiyo ndo uwanda wangu, nafanya mambo haya ya saikolojia. Okay, sawa, bila shaka yupo mwingine ndo kwanza nalisikia neno mnasihi. Inawezekana ikawa ni Kiswahili kigumu, labda unaweza kaiweka katika Kiswahili chepesi. Tunapozungumzia mnasihi ni nani na anashughulikia na nini zaidi? Zaidi tunapozungumzia mnasihi, na mara nyingi nafikiri watu wengi wanalitambua ile neno kwa Kiingereza zaidi kama counselor. Na sasa tunaposema counselor ni mtu gani? Kwanza ni mtu ambaye amesoma masuala ya saikolojia, lakini pia ni mtu ambaye amesomea masuala ya ushauri. Kwa hiyo zaidi na zaidi mnasihi tunasema ni mtu ambaye anafanya kazi na watu ambao wana changamoto mbalimbali za afya ya akili, lakini pia mtu ambaye anafanya kazi wa kushirikiana pamoja na mteja kutafuta suluhisho juu ya yale ambayo yanamkabili mtu katika malengo mbalimbali. Kwa hiyo zaidi tunaweza tukasema kwamba mnasihi ni mtu ambaye yeye kazi yake kubwa ni anakuja kutafuta suluhisho pale tatizo linapokuwa tayari limetokea, lakini kwa kushirikiana pamoja na mteja ili kuiweka hali ya mteja katika msawazo kiakili, kihisia pamoja na kitabia. Okay, sawa, bado naendelea kukuchimba hapo. Hili neno huwa tunalizungumza sana, ushauri na saa. Ushauri na saa. Wapo wengine wamekuwa kitafsiri ushauri so okay. Lakini tunapozungumzia ushauri na saa ina maana gani? Utofauti wa haya maneno katika role ama ufanyaji kazi, unapozungumzia ushauri pamoja na saa, utofauti wake ni nini? Asante mtangazaji. Kikubwa zaidi haya maneno tunaweza tukayaangalia katika angles mbili tofauti. Ni kwamba mara nyingi tunapozungumzia ushauri, tunajikita zaidi katika kutoa suluhisho kabla ya matatizo kutokea. Ni ile tunasema mawaidha ambayo mtu anaweza akapata ili kuweza kumkinga na tatizo kabla halijatokea. Lakini tunapokuja kwenye nasaha mara nyingi zinatolewa pale tatizo ambalo linakuwa limetokea, na zaidi zinakuwa tunasema ni mawaidha ya kitaalamu, inahusiana na utaalamu zaidi kutoka kwa mtu ambaye ana taaluma ya unasihi. Kwa hiyo tunaweza tukasema katika milengo miwili tofauti ni kwamba ushauri unatolewa na mtu ambaye sio mtaalamu, ni mtu yeyote ambaye anaweza akawa na uzoefu katika field fulani. Lakini tunapokuja kwenye unasihi ni kwamba unatolewa na mtu ambaye ni mtaalamu. Yes, ambaye amepitia mafunzo, anaelewa taratibu zote, kwa sababu unasihi sio kitu ambacho kinaweza kikatolewa na kila mtu. Asante.
Sawa. Tujikite moja kwa moja katika kile ambacho nimekusudia kukizungumza hii leo juu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, hususan matumizi ya akili unde. Tunafahamu kwamba sasa hivi takriban kila idara, kila sekta imeguswa na akili unde, na kumekuwa na imani kubwa sana katika akili unde tofauti na watu binafsi. Labda tulithibitishe hili kwamba ninyi kama wanasaikolojia labda mmeliona kwamba watu wametengeneza imani kubwa sana kwa akili unde tofauti na watu halisia, kwa maana mtu anaamini kwenye ChatGPT mfano ama chatbox, yes, kupata mashauri tofauti na kukutana na mwanasaikolojia ama mnasie. Hii ina ukweli kiasi gani? Binafsi kwanza, kabla sijaenda kulijibu swali lako, tuelewe zaidi kwa undani kuhusiana na akili unde ni kitu gani. Kama ulivyotangulia kusema awali, ni kwamba akili unde mara nyingi inatambulika kama AI kwa jina ambalo ni maarufu. Lakini sasa akili unde tunaweza tukasema kwamba hii ni akili bandia ambayo imetengenezwa katika mifumo ya kikompyuta ili kuweza kufikiri na kuwaza kama binadamu. Kwa hiyo tujue kwanza hii ni akili bandia, sio binadamu, ambayo tayari ni programs za kimifumo ambazo zinajaribu kufikiri na kutenda sawasawa na mwanadamu. Kwa hiyo sio mwanadamu. Hiyo ni kuweke sawa. Kwa bado hatimizi ile role ya kibinadamu. Ile role ya kibinadamu bado iko pale pale. Haiwezi kutimizwa au kutendwa na nini? Na akili unde. Kwa hiyo nafasi ya binadamu inaendelea kubaki pale pale, isipokuwa kazi inayoifanya akili unde ni kujaribu kutenda na kufikiri na kuwaza kama mwanadamu anavyowaza. Asante. Nikirudi kwenye swali lako, kama sijakosea vizuri, unaangazia kwa namna gani ambavyo akili unde inaweza ikawa imeondoa nafasi ya ninyi kama wanasaikolojia, maana hapa tunajikita zaidi kwa wanasaikolojia. Asante sana. Binafsi nikija kusema kwamba kwa sasa hivi tukianza kuangalia ni kwamba hatuwezi kuikwepa akili unde. Tunakiri kwamba akili unde ipo na baadhi ya watu wanaitumia zaidi katika kutafuta suluhu za matatizo yao. Lakini zaidi ya akili unde katika mlengo wa kwetu wa kisaikolojia pamoja na unasii, akili unde tunasema kwamba inafanya kazi katika yale matatizo madogo na katika zile hatua za awali. Lakini pia inamsaidia yule mtu ambaye anatafuta suluhisho kupata, tunasema ile relief. Yani emotional relief, yani ni kama kutuliza hisia zake kwa muda. Kwa sababu unaamini mtu anapopata changamoto, kuna ile kutafuta suluhu la kudumu, lakini kuna ile kutafuta suluhu la muda mfupi ili mradi kuwailisha matatizo kwa muda. Ni kama hii tunavyochukulia mtu labda na stress. Anasema ili niondoe hizi stress ngoja nikanywe pombe. Lakini kiuhalisia ile pombe haiondoi nini? Haiondoi stress, ni kwamba inailisha stress kwa muda. Pombe itakapoisha unarudi katika ile hali yako ya awali ulio kuwa nayo. Kwa hiyo ni sawa sawa na hiyo tunaposema AI inaweza ikakupa intervention ambayo inakuondolea tatizo na inaahirisha tatizo kwa muda, lakini unavokuja kurudi kwenye uhalisia wake ni kwamba tatizo linaendelea kuwepo pale pale. Jambo ambalo sasa linamhitaji mwana saikolojia pamoja na mnasii ili kuweza kufanya interventions ambazo zinaweza zikakufanya upate suluhu la kudumu. Okay. Sawa, nitatamani sana kufahamu kwa kiasi gani labda matumizi ya akili unde ama AI yanaweza kaongeza afya akili. Moja ya mada ambazo zilizungumzwa sana mwaka 2025 tofauti na sasa hivi, lakini labda AI inawezekana ikawa ikachochea. Lakini tugusie hapa, kwa nini kuna imani kubwa sana, kwa nini watu wanakimbilia sana kwenye matumizi ya AI tofauti na wanasaikolojia kulinganisha na kipindi cha nyuma? Ni dhahiri kwamba wanamgeuza AI kuwa msiri wao au hofu tu ya kuweza kukutana na si mwenyewe? Ni kweli unachokisema, ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao kiuhalisia wanakimbilia kutafuta ushauri kutoka kwa AI pasina kumuona mtaalamu husika au mwana saikolojia ambaye anahusikana na mambo ya kutoa nasaha. Ni kwa sababu ya mambo mbalimbali. Kuna mambo ambayo yanachagiza, kwa sababu ukiangalia kuanzia kwenye jamii yetu, mtazamo wa jamii uliopo. Je, watu wana elimu kuhusiana na mambo ya afya ya akili? Je, watu wana elimu ya kujua kwamba ninapopata changamoto zinazohusiana na mambo yanayohitaji ushauri nizipeleke wapi?
Hilo ni swala la kwanza. Kwa hiyo jambo ambalo linaweza likachochea kwa asilimia kubwa kwamba watu wanatafuta msaada wa AI. Jambo la kwanza ni kwamba hakuna ile platform ya watu kujua kwamba ninapopata matatizo niyapeleke sehemu gani. Moja, lakini jambo lingine ambalo linachagiza, kuna ile tunasema ni stigma. Yaani ile hali ya kutokutaka watu mambo yao yajulikane. Yaani kuna ile, kwa mfano wewe unakuja na tatizo lako labda ni la labda tuseme ni la mgogoro wa kifamilia. Ambalo kwako wewe ulitaka libaki kama siri. Hautaki jamii ijue, hautaki mtu mwingine ajue. Kwa hiyo inakulazimu utafute AI, kwa sababu unajua AI hawezi kunihukumu. Kwa mfano mtu labda tuseme ana upungufu wa nguvu za kiume. Ndio. Ni jambo ambalo mtu kuja kumwambia mtu mwingine linakuwa ni changamoto kidogo, linahitaji ujasiri. Kwa hiyo mtu anaona labda hili tatizo ngoja nilipeleke kwa AI, kwa sababu huyu anaweza akawa ni msiri wangu na anaweza asinihukumu kulingana na kile ninachofanyaje, ninachokipitia. Ndio. Lakini jambo lingine ambalo linapelekea watu watafute AI ni ile tunasema accessibility ya huduma yenyewe. Ukizingatia AI inapatikana kwa urahisi. Kila mtu ana simu sasa hivi, asilimia kubwa ya watu wana simu janja. Lakini ukiangalia AI haihitaji gharama kubwa. Jambo ambalo mtu anaona kuliko ni mtafute mwanasaikolojia, ambao kiuhalisia na wenyewe ni wachache. Wanapatikana hasa maeneo ya mjini. Lakini ukienda kwenye huko vijijini, maeneo ambayo yako kwenye kwenye mazingira ambayo ni sio rahisi kufikika, hizi huduma hazipo. Lakini huduma ya AI inakuwa ni huduma ya rahisi zaidi mtu kuweza kupata solution na kuepuka zile gharama ambazo angeweza kuchajiwa na mwanasaikolojia. Okay, sawa. Niko nahitaji kurejelea hapa kwamba tumeona kwamba kwa kiasi kikubwa sana watu wamekuwa kiamini katika huu mfumo wa AI kwa namna ambavyo tumekuwa tukikumbwa na changamoto za afya ya akili ambazo zilipewa uzito sana 2025, hata bajeti ilitengwa pia kabla ya kuiangalia vizuri wapi tumefika hivi sasa. Lakini kwa uzoefu wako, labda kwa sasa hivi unaona asilimia kubwa kwa kiasi gani matumizi ya AI yameongeza ama yamepunguza changamoto hii ya afya ya akili? Nikirejelea swali lako ndugu mtangazaji, kwamba ukiangalia kwa kiwango kikubwa ni kwamba sasa hivi sio kwamba AI imepunguza changamoto ya afya ya akili. Isipokuwa kwanza changamoto ya afya ya akili inasababishwa na nini? Yaani mbali na kupungua, tuanze kwanza tuangalie visababishi. Ambavyo ukiangalia mara nyingi vipo kwenye jamii zetu ambazo tunaishi. Sasa hivi watu wana changamoto za maisha, kuanzia kwenye uchumi, stress za kazi. Ni vitu ambavyo vinawakumba watu, lakini pia na pressure ya mafanikio. Kwa sababu pia na huku kuongezeka kwa kukua kwa sayansi na teknolojia kumekuja na changamoto nyingi sana. Ambazo mimi wewe leo hii unaweza tukawa tumezaliwa wote, tumekuwa wote. Lakini kulingana na hizo social media, nikiangalia mimi ambaye niko kijijini kule Tandaimba, nikaangalia lifestyle yako ambayo huenda sababu nyingine wakati mwingine inaweza ikawa imekuwa hype na hizi AI pia. Kwa sababu sasa hivi watu wana uwezo wa kutengeneza video, wana uwezo wa kuedit picha za maisha ambayo hawana. Haya mambo yanatia stress kwa baadhi ya watu kujiona kama vile wamechelewa. Lakini kuna changamoto za ndoa. Watu wanapitia changamoto mbalimbali kwenye ndoa zao ambazo huenda hata huku nje hatuzijui. Kwa hiyo tunapokuja kusema kwamba AI ni kwa namna gani ambavyo imeweza kupunguza, ni kwamba AI bado haijapunguza. Haijawa sehemu ya kupunguza tatizo ile la changamoto ya labda kwa sababu visababishi vya changamoto ya afya ya akili bado viko pale. Lakini labda tukiangalia katika upande mwingine, maana niliweka kwenye kupunguza au kuongeza. Imeongeza pia? Kwa namna moja ama nyingine mimi naona AI ni kama inaongeza. Mbali na kupunguza, kwa sababu imerahisisha huduma, kwamba kuna watu ambao walikuwa katika mazingira ambayo ni remote, yani hawafikiki kwa urahisi, lakini kupitia huduma za AI mtu anaweza akapata hata suluhu ya matatizo yale madogo ambayo yanamkabili hata pasina kumuona mwanasaikolojia ama mshauri. Kwa upande huo imeweka. Isipokuwa yanapokuja kwenye serious cases, kwa mfano tukisema trauma au labda zile experiences ambazo ni za maumivu makubwa, labda mtu alibakwa katika
katika utoto wake, labda mtu experience vita au mauaji, ajali ambazo zina trigger ile picha inakuwa ina reflect hata anapokuja kuwa mtu mzima. Kwa hiyo zile matatizo makubwa kama hayo, masuala ya suicidal ideation, mtu unakuta kuna wakati inafika hatua anawaza kujiua, anafikiria kujiua. Sasa matatizo kama hayo huwezi kuyapeleka kwenye utatuliwa na AI. Ni matatizo ambayo yanahitaji human intervention. Kwanza kabisa kujua source ya hayo mambo kuanzia huku chini, sio kwa kuangalia katika mlengo wa nini, wa ukubwa wake au wa matokeo. Lakini kuna mambo ya addiction. Addiction ni kitu ambacho sio kitu kinalipuka tu ghafla. Hapana, ni kitu ambacho kinakuwa na sababu nyingi kuanzia hata utotoni. Vitu ambavyo mtu amevimisi vinaweza vikaja kupelekea mtu kuingia kwenye addiction, au kulingana na mtu kutaka kuwailisha matatizo yake kwa muda. Anaweza kujikuta anaopti labda kutumia pombe, anaopti kutumia simu kwa muda mrefu, kwa sababu that's the part of addiction too. Kwa hiyo matatizo makubwa kama hayo yanahitaji uwepo wa mwanasaikolojia moja kwa moja. Ulizungumzia juu ya issue ya watu kujichukulia maamuzi ya haraka, hususan ya kuweza kujiua ama kuua. Ni kitu ambacho kwa sasa hivi kimekuwa trending. Tumeshuhudia hili mara kwa mara, tumeshuhudia cases mbalimbali ambazo mtu anachukua maamuzi ya kuweza kumuua mpenzi wake, mzazi wake, ndugu yake ama rafiki yake. Ni maamuzi ambayo yanakuja haraka pengine. Katika kipindi hiki cha maendeleo ya sayansi na teknolojia, hasa akili unde, inawezekana mashauri ambayo anayapata kutoka kule pasina kumuona mnasi ama mwanasaikolojia yakawa yanachangia kuwa na trending kubwa ya hizi cases. Mara nyingi ni kweli, mbali na mambo mengine ambayo yanaweza kana nachangia, lakini pia kuwepo kukua kwa sayansi na teknolojia pia ni sehemu moja wapo ambayo inaongeza kwa kiwango kikubwa, kwa sababu watu wanapata ile access ya kuona vitu kwenye mitandao. Wanapata access ya kumuuliza AI. Unajua pia, ngoja ni kuambie kitu ndugu mtangazaji, ni kwamba ukija kwenye namna ambavyo AI inafanya kazi ni kulingana na namna ambavyo wewe unaielekeza. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaielekeza katika namna ambayo yenyewe imetafsiri tofauti, ikakupa ushauri ambao kwako usifanye kazi. Kwa mfano, kama kuna kesi moja ambayo ilitokea kwa kijana ambaye alishauriwa na AI kujiua. Alishauriwa na AI kujiua, yes. Na ile familia nafikiri ilichukua kabisa hatua mpaka za kwenda kushtaki hawa wamiliki wa AI. Ndio. Kwa hiyo wakati mwingine yeye, kwa sababu tunasema kwamba AI reflect zile human feelings. Kuwa na hisia za kibinadamu, hisia za huruma, lakini pia kuangalia kwamba mtu aliyekuja yupo katika mudi gani, kukutuliza kulingana na hali uliyokuja nayo. Wewe inakupokea namna ambavyo unakuja, yenyewe inakupokea kulingana na namna ulivyoiuliza. Kwa mwisho wa siku inaweza ikakupelekea kujiua. Lakini pia nikienda sambamba na hii development of science and technology, ni kwamba na yenyewe imechangiza kwa asilimia kubwa, kwa sababu ukiangalia trend sasa hivi kuna mauaji, vita, yani watu wanaona kwa urahisi. Irani inapigana na Marekani, mabomu, access ya kuangalia movie kwenye mitandao. Kwa mwisho wa siku mtu anaona kumbe mtu ukitaka kujiua inakuwa rahisi kiasi hiki. Jambo ambalo unakuta kulingana na zile influence ambazo mtu ameziona kwenye mitandao inamrahisishia yeye kuona solution ni kujiua, kwa sababu ni vitu ambavyo anaviona mara kwa mara. Sawa. Tukielekea ukingoni, labda kwa sababu kama ulivyokili mwanzoni kwamba akili unde ni kitu ambacho hakikwepeki, kokote utakapoenda utakikuza. Na ni sahihi pia kusema kwamba hatuwezi kukwepa mashauri kutoka kwa AI. Hilo siwezi kusema ni sahihi moja kwa moja. Isipokuwa ni kutegemeana na uzito na ukubwa wa tatizo. Lakini zaidi hatushauri mtu atumie AI. Isipokuwa mtu anaweza akatumia AI katika kuangalia visababishi. Lakini inapokuja kwenye kuangalia suluhu, mara nyingi tunashauri mtu amuone mwanasaikolojia. Na mimi nilitaka nije hapo kwamba ni vitu gani ambavyo mtu anaweza kuomba mashauri kwa AI, lakini kuna sehemu nyingine hapa ni limit, kwamba haina haja kusema kwamba uombe mashauri. Ni vyema kumuona mnasi ama mshauri moja kwa moja. Ni limiti gani ambazo mtu anaweza
hapa ni sawa, naweza kuuliza kwa sababu siku hizi hata mahusiano, mtu yuko single anakuwa analiwazwa na AI. Labda ni sehemu gani unaweza kusema kwa engo hii ni sawa kushauriwa, lakini kwa engo hii hapana? Asante. Ni kwamba tunapozungumzia ni kwa engo gani ambayo mtu anaweza akatafuta msaada wa AI na ni kwa engo gani ambapo mtu anaweza akatafuta msaada wa mwanasaikolojia. Kitu cha kwanza nimesema kwamba ni kulingana na ukubwa wa tatizo lenyewe, kwa sababu kuna matatizo ambayo mengine yanaweza yakawa ni yasiwe na ukubwa huo ambao unahitaji kuhitaji mwanasaikolojia. Kwa mfano ukiangalia labda kabla ya kutoa mfano, kwa mfano ukizingatia kwamba watu wengi pia hawana elimu ya kujua kwamba hili tatizo nililonalo ni tatizo, hasa tunapokuja kwenye mambo yanayohitaji msaada wa kisaikolojia. Kwa sababu gani? Ukija kuangalia, ili tuseme sisi kwa mfano labda jambo limekuwa ni tatizo labda la ugonjwa wa kiakili, tunaliangalia katika engo ngapi? 4. Ndio. Engo ya kwanza tunasema kwamba ile jambo limeenda kinyume na taratibu za jamii, ambayo sasa imechukua muda mrefu, sio kwa kuliangalia kwa namna moja, kwa sababu kwa mfumo wa maisha tunavyoishi ni mfumo wa maisha ambao mara nyingi tunaishi kwa kuzingatia taratibu na zile tamaduni zilizopo kwenye jamii. Sasa mtu anapokuwa violate zile taratibu za jamii, tunasema huyu mtu yuko, hasa tunapima kuanzia miezi 6, kwa sababu mtu anaweza kuwa na changamoto ya afya ya akili. Lakini pia tunasema kitu kingine ni dysfunction. Mtu anaposhindwa, yani unapofika hatua wewe tatizo lako limekufanya ushindwe kufanya kazi zako za msingi kwa mfululizo wa kipindi cha kuanzia miezi 6, tayari hilo ni tatizo. Lakini likikuletea stress, likikufanya wewe uwe na msongo wa mawazo, likikufanya muda wote unajihisi kukaa peke yako, hutaki kukaa na watu, hutaki kuchangamana kwa muda mrefu, hilo linaweza likawa. Lakini zaidi na mwisho, sifa nyingine ambayo tunaweza tukaiangalia ni kwamba unapokuwa sasa unataka kuhatarisha usalama wako wewe ama usalama wa watu wengine, kwa sababu kuna wakati nafikia hatua mtu anaona sina sababu ya kuendelea kuishi kulingana na ile tatizo, au anaona kwamba kulingana na watu waliomsababishia maumivu hanatamani hata kuwaathiri kwa namna moja ama nyingine. Tunasema hilo ni tatizo. Sasa tunapokuja kwenye ili ujue dalili, unaweza ukaapply AI kujua dalili za tatizo linalokusumbua, kwa sababu unaweza ukawa na tatizo na wewe kwako usilione kama ni tatizo. Unaona labda ni maisha ya kawaida kulingana na mazingira yaliyotukuza, kulingana na familia ambayo umekuwa exposed to. Kuna mambo mengine ni matatizo, lakini kwako wewe unalichukulia ni kawaida kwa sababu ni mfumo wenu wa maisha. Yes, kwa hiyo katika hali ya namna hiyo, kwamba mtu anapotaka kujua dalili za jambo alilonalo, AI inaweza ikamsaidia kusuggest kufanya hivyo. Baada ya hapo sasa inapokuja kwenye kutafuta suluhu, na mara nyingi tunasema kwamba katika ushauri na unasii tunasema kwamba sisi hatutoi suluhisho la matatizo, isipokuwa tunashirikiana na mteja kutafuta suluhu ambayo itafanya kazi kwake. Kwa sababu mimi naweza nikakwambia kitu ambacho wewe kwako hakikupendezi, au kwako wewe huwezi kukitekeleza kulingana na mazingira yako. Kwa hiyo mwisho wa siku utashindwa kukifanya na kile tulichokikusudia kama kutafuta suluhu kisifanikiwe. Lakini na kushirikiana pamoja na wewe, tunaweza kufikia hatua ambayo tunaleta wazo ambalo linafanya kazi na mwisho wa siku linapeka sawa. Tofauti na AI yenyewe ina suggest, nakwambia wewe ndafanya hivi, kanywe pombe, kaa peke yako, labda kaa na simu yako. Kwa hiyo nilichokuwa nakizungumzia ni kwamba kuhusiana na sasa hivi the accessibility za internet, lakini uwepo wa hizo online media ama online social media, unakuta mtu sasa hivi ana matatizo, lakini mwisho wa siku anaopti kukaa ndani na simu yake, anatoka TikTok anaingia WhatsApp, anatoka WhatsApp anaingia Instagram, kama sehemu ya kujiliwaza au kama sehemu ya kutafuta solution. Kumbe mwisho wa siku pia anatengeneza tatizo lingine la uraibu wa matumizi ya ya simu. Lakini mbali na hivyo, vitu anavyovitazama kwenye simu yawezekana vikawa vinaongeza lile ukubwa wa tatizo alilonalo. Kwa hiyo tunashauri sana pia kwamba ni vizuri mtu kuchangamana na watu,
kutoka ndani ukaenda ukakutana na watu ukazungumza nao. Hata pia kutafuta mtu ambaye ni wa karibu kwako, ambaye unahisi kwamba huyu mtu nikimsimulia mambo yangu hawezi kuvujisha siri zangu, kwa sababu wakati mwingine tunaangamia kwa sababu tunakaa na vitu moyoni. Moyoni hatusemi, mwisho wa siku vinalipuka. Ikija kulipuka ndio vinakuja kutupelekea kwenye matatizo makubwa. Lakini kama una tabia ya kushare na watu, ambia bwana, na utambue kwamba hakuna tatizo ambalo ni kubwa lililoanzia kwako. Ndio. Matatizo yalishawapata watu na wakatafuta njia na wakatoka kwenye matatizo hayo. Kwa hiyo tusiendelee kubeba matatizo ya kukaa nayo. Okay. Sawa, Mr. Kaiza, wakati si rafiki, lakini nafikiri tumeweza kuyazungumza mengi ambayo yanatija na yanaweza kuleta pia matokeo kwa watazamaji wetu, lakini nafahamu ni kijana. Kaiza ni kijana. Na tunaangaliwa pia na vijana. Zungumza nao. Neno la mwisho kwa vijana. Mimi vijana, jambo ambalo naweza nikazungumza nao, jambo la msingi sana, hasa ni kuhusiana na mahusiano. Ni kwa namna gani ambavyo mahusiano yanaweza yakaharibu mustakabali mzima wa maisha yake. Ndio. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi vijana, kwa mfano issue ya kuoa au kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja, kwake limekuwa ni jambo la kawaida sana. Kwa sababu ukiangalia na mfumo wa dunia ambavyo unabadilika. Ndio. Kwa hiyo kikubwa ambacho naweza nikamwambia kijana, ajitunze, kitu cha kwanza. Na kutunza uvulana. Atunze ujana wake. Yes, okay. Kwa sababu tunasema kwamba ili uweze kuzifikia ndoto zako inategemeana na huko chini wewe ulijiandaa vipi. Okay. Lakini ukiharibu maisha yako, karibu mahusiano yako, karibu ujana wako, ni jambo ambalo linaweza kukupelekea usiweze kufika hata unakofika. Lakini zaidi pia matumizi ya social media. Unajua vijana sasa hivi kutokana na urahisi wa upatikanaji wa hizi simu janja. Siku hizi hata za mkopo zipo. Hata za mkopo zipo. Kwa hiyo vijana wamejikuta walio wengi, namna ambavyo wanazitumia social media imekuwa sio in a productive way. Okay. So katika ile hali ya kuzalisha imekuwa katika hali ya kuleta matatizo zaidi. Kwa hiyo tuangalie kwamba tunazitumia vipi social media kujikwamua kiuchumi zaidi kuliko kueleza maisha yetu, kutengeneza hypes, kuonyesha watu kwamba tumefanikiwa au tumefikia hatua ambayo hatuhitaji msaada. Lakini watu pia posting, unakuta mtu kwenye akaunti yake anaposti vitu ambavyo kesho na kesho kutwa ukija kutafutwa hata kupewa kazi fulani, ile akaunti yako inaharibu sifa zako kulingana na vitu ulivyokuwa unafanyaje unaviposti. Kwa hiyo tuangalie zaidi pia hata vitu tunavyoviposti, kuna ile online presence. Uje kijana amemaliza amehitimu chuo, umesomea nini, endelea kufanya kuonekana kwenye media zako. Hivyo vitu vionekane kwenye media yako. Kuna wakati mwingine mtu anaweza akahitaji hata kufanya na wewe kazi, hahitaji kukuona physically. Anaingia kwenye akaunti zako, iwe ni WhatsApp, iwe ni TikTok, iwe ni Instagram, anaangalia mle. Sasa je, akipata hiyo fursa ya kufanya hivyo, atakachokikuta kule kitamshawishi